ukusanyaji wa maduhuli. Katika mwaka wa fedha 2025/26 wizara iliidhinishiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 1.18 ambapo hadi kufikia Aprili 2026 wizara imekusanya jumla ya shilingi bilioni 989.33 sawa na asilimia 83.45 ya lengo la makusanyo. Matumizi ya kawaida na maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 wizara iliidhinishiwa kutumia jumla ya shilingi bilioni 336.51 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 254.23 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 82.28 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Aprili 2026 wizara ilipokea jumla ya shilingi bilioni 252.56 sawa na asilimia 75. Fedha hizi zinajumuisha fedha za matumizi ya kawaida shilingi bilioni 205.7 na fedha za miradi ya maendeleo shilingi bilioni 46.86. Kati ya fedha za matumizi ya kawaida zilizopokelewa, shilingi bilioni 98.63 ni fedha za matumizi mengineyo na shilingi bilioni 107.07 ni za mishahara. Utekelezaji wa afua maalumu za kukabiliana na migongano baina ya binadamu na wanyamapori wakali na waharibifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tukiri kwamba licha ya mafanikio yaliyopatikana katika uhifadhi, bado kuna changamoto ya wanyamapori wakali na waharibifu. Kwa kiasi kikubwa, migongano hii imechangiwa na matumizi yasiyo rafiki ya ardhi na yasiyozingatia mipango ya matumizi bora ya ardhi, kuongezeka kwa shughuli za kibinadamu katika maeneo yanayopakana na hifadhi, shoroba na maeneo ya mtawanyiko na wanyamapori, pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha ukame na kulazimisha baadhi ya wanyamapori kutoka nje ya hifadhi kutafuta maji na malisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kukabiliana na changamoto hii, wizara imekamilisha ujenzi wa vituo vipya 9 vya askari katika halmashauri za wilaya 4 na taratibu za ujenzi wa vituo vingine 21 unaendelea katika wilaya 18. Kukamilika kwa ujenzi huu kutafanya jumla ya vituo vya askari vilivyojengwa kufikia 49. Hali kadhalika, wizara imeweka vituo 40 vya muda vya askari kwa ajili ya kudhibiti matukio ya wanyamapori kwa haraka katika wilaya mbalimbali hapa nchini. Hatua hii imewezesha askari kuitikia kwa haraka na kukabiliana na matukio ya wanyamapori wakali na waharibifu wanapovamia maeneo ya wananchi. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, wizara imechimba mabwawa 12 katika mapori ya akiba 6 na hifadhi ya taifa Mikumi. Aidha, taratibu za uchimbaji wa mabwawa mengine 7 zinaendelea katika hifadhi za taifa na mapori ya akiba. Juhudi hizi zimeimarisha upatikanaji wa maji kwa wanyamapori ndani ya hifadhi, hasa katika kipindi cha kiangazi ambacho wanyamapori wamekuwa wakitoka nje ya hifadhi kutafuta maji na kusababisha madhara kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara imejenga vizimba 8 vya kudhibiti mamba na viboko katika wilaya 5 na hivyo kufanya idadi ya vizimba vilivyojengwa nchi nzima kufika 35. Aidha, taratibu zinaendelea kwa ajili ya ujenzi wa vizimba vingine 36 katika wilaya 20 nchini. Hatua hii imechangia kuimarika kwa usalama wa wananchi wanaotumia vizimba hivyo ipasavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha matumizi ya teknolojia kwenye kukabiliana na wanyamapori wakali na waharibifu, wizara kwa kushirikiana na wadau imefunga visukuma mawimbi kwa wanyamapori 76 kati ya 50 vilivyopangwa kufungwa sawa na asilimia 152 kwa makundi mbalimbali wakiwemo tembo viongozi 51 katika halmashauri za wilaya 15 na hivyo kufanya tembo viongozi waliofungwa visukuma mawimbi nchini kufikia 205.
Vilevile, wizara kwa kushirikiana na wadau imenunua ndege nyuki 59 kwa ajili ya udhibiti wa wanyamapori hao. Matumizi ya teknolojia hizi yameongeza ufanisi katika ufuatiliaji wa mienendo ya wanyamapori kwa wakati na kuchukua hatua za haraka kabla ya kusababisha madhara. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hatua nyingine, wizara inaendelea na taratibu za ujenzi wa uzio wa umeme wenye urefu wa kilomita 53 ambapo kilomita 15 ni katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro na kilomita 38 katika hifadhi ya taifa Serengeti. Uzio huo utaimarisha ulinzi wa mali na maisha ya wananchi kwa kudhibiti wanyamapori kutoka hifadhini kwenda kwenye maeneo ya wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha ulinzi wa rasilimali za wanyamapori na udhibiti wa wanyamapori wakali na waharibifu, wizara imeajiri askari wa wanyamapori 551 na kutoa mafunzo kwa askari wanyamapori wa vijiji 95 kutoka halmashauri za wilaya 19 na hivyo kufanya idadi ya askari wanyamapori wa vijiji kufikia 1298. Hatua hii imewezesha askari hao kuitikia kwa haraka na kudhibiti matukio ya wanyamapori wakali na waharibifu katika maeneo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha usalama na usalama wa maisha na mali za wananchi, jumla ya wanyamapori wakali na waharibifu 175 walivunwa katika maeneo mbalimbali nchini, wakiwemo mamba 33, viboko 43, tembo 22, nyati 19, fisi 50, simba 5 na chui 3. Kwa upande mwingine, wizara imehamisha tembo 390 kutoka ranchi ya taifa Kitengule na nyani 294 kutoka Geita kwenda hifadhi ya taifa Burigi Chato, simba 6 na chui 3 kutoka katika maeneo ya wananchi na kuwarudisha hifadhini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuongeza ufanisi na tija katika kupokea taarifa na malipo ya kifuta jasho na machozi, wizara imeanza kutumia mfumo wa kielektroniki kulipa waathirika wa madhara yatokanayo na wanyamapori wakali na waharibifu. Mfumo huo umerahisisha malipo kufanyika kwa wakati kati ya siku 7 hadi 14 ikilinganishwa na utaratibu wa awali ambapo zoezi hilo lilichukua miezi 6 hadi miezi 12. Hadi kufikia Aprili 2026, wizara imelipa kiasi cha shilingi bilioni 8.15 ikiwa ni kifuta jasho na machozi kwa wananchi 22,696 waliopatwa na madhara ya wanyamapori katika halmashauri za wilaya 81. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara itaendelea kutumia mbinu mbalimbali ili kuhakikisha uharibifu unaosababishwa na wanyamapori wakali na waharibifu unadhibitiwa kwa kiwango kikubwa. Nitoe rai kwa waheshimiwa wabunge wenzangu na wananchi kwa ujumla kuendelea kuiunga mkono serikali katika jitihada za kukabiliana na matukio ya wanyamapori hao kwa kutoa taarifa kwa wakati, kuchukua tahadhari dhidi ya wanyamapori hao na kuzingatia maelekezo yanayotolewa na wataalamu. Kama tulivyoahidi mwaka jana, serikali imeongeza juhudi za kukabiliana na changamoto hii kwa kutekeleza mipango madhubuti kama inavyoonekana kwa kina kuanzia ukurasa wa 36 hadi 44 wa hotuba yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa kuendeleza sekta ya ufugaji nyuki kwa Tanzania iliyo bora inayofahamika kama Achia Shoka Tundika Mzinga. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendelea kuwawezesha wananchi kunufaika na rasilimali za misitu kupitia ajira na uchumi wa kijani, wizara inaendelea kutekeleza mpango maalum wa kuendeleza sekta ya ufugaji nyuki ujulikao kama Achia Shoka Tundika Mzinga. Kupitia mpango huu, vikundi 236 vyenye wafugaji nyuki 1934 vimepatiwa mafunzo ya ufugaji nyuki kibiashara na mizinga ya kisasa 9215 kusambazwa nchini. Vilevile, wizara imeanza ujenzi wa kiwanda cha kuongeza thamani mazao ya nyuki wilayani Kaliua ambapo kwa sasa ujenzi umefikia 40%.
Hatua hizi zinaendelea kufungua fursa za ajira, kuongeza kipato cha wananchi na kuchochea matumizi endelevu ya rasilimali za misitu na nyuki. Maelezo kuhusu utekelezaji wa mpango huu yamefafanuliwa kwa kina katika ukurasa wa 85 hadi 86 wa hotuba yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa kuleta mbele yako mpango na bajeti wa wizara kwa mwaka wa fedha 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026/27, wizara imejipanga kutekeleza vipaumbele 9 kama ifuatavyo: 1. Kuimarisha utangazaji utalii ndani na nje ya nchi kwa kutumia mikakati mahususi ikiwemo masoko ya Mashariki ya Mbali na Mashariki ya Kati. 2. Kuendeleza na kuboresha mazao ya utalii ya kimkakati ikiwemo utalii wa meli, mikutano na matukio kama nilivyoeleza awali, pamoja na kutambua na kusajili mazao mapya. 3. Kuimarisha miundombinu wezeshi katika maeneo ya utalii na hifadhi ikiwemo barabara, viwanja vya ndege, mawasiliano na huduma za kijamii. 4. Kuimarisha ulinzi, uhifadhi na matumizi endelevu ya rasilimali za wanyamapori, misitu, nyuki na malikale. 5. Kuimarisha uzalishaji, uongezaji thamani na masoko ya mazao ya misitu na nyuki. 6. Kuimarisha matumizi ya teknolojia za kisasa katika usimamizi wa rasilimali, ulinzi, ufuatiliaji, ukusanyaji wa mapato pamoja na utangazaji wa utalii. 7. Kufanya mapitio ya sera, sheria, kanuni na miongozo ili kuendana na mabadiliko ya kiuchumi, kijamii na teknolojia. 8. Kuimarisha utafiti, ubunifu na maendeleo ya rasilimali watu. Na 9. Kuboresha mazingira ya kazi, mifumo ya usimamizi wa utendaji na uwajibikaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukusanyaji wa maduhuli. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026/27, wizara inakadiria kukusanya jumla ya shilingi trilioni 1.48 kutoka kwenye idara na taasisi zake. Maombi ya fedha kwa mwaka 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili wizara iweze kutekeleza malengo na vipaumbele iliyojiwekea, ninaomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi bilioni 334,345,870 kwa matumizi ya fungu 69 kwa mwaka wa fedha 2026/27. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 272 na milioni 44,400,025 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 62 milioni 301,400,045 ni za miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha za matumizi ya kawaida zinajumuisha mishahara shilingi bilioni 144 milioni 691,490,000 na matumizi mengineyo shilingi bilioni 127 milioni 352,935,000. Fedha za miradi ya maendeleo zinajumuisha shilingi bilioni 23 milioni 134,770,000 ambazo ni fedha za ndani na shilingi bilioni 39 milioni 166,675,000 ni fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kwa namna ya kipekee kuyashukuru na kuyatambua mashirika na taasisi za kimataifa pamoja na wadau wa ndani ambao wameendelea kushirikiana na serikali katika kuimarisha sekta ya maliasili na utalii kama walivyotajwa kwa urefu wake katika kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushirikiano wao umeendelea kuwa nguzo muhimu katika kuhifadhi, kulinda na kuendeleza maliasili, malikale na utalii kwa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapenda kutoa rai kwa Watanzania wenzangu kuendelea kushiriki kikamilifu katika kuendeleza utalii, uhifadhi na matumizi endelevu ya maliasili na malikale ambazo ni urithi wa taifa letu na muhimili muhimu wa ukuaji wa uchumi.
Uhifadhi wa rasilimali hizi si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha tunalinda na kuendeleza hazina hii muhimu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na baadaye. Mheshimiwa Mwenyekiti, utakumbuka kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, wakati akizindua Bunge la 13, alieleza dhamira yake ya kuacha tabasamu la utu kwenye nyuso za Watanzania mwisho wa utumishi wa awamu ya 6. Sisi kama sekta tuna wajibu wa kutafsiri maono hayo na kuimarisha ustawi wa wananchi wetu, hususan kuongeza ajira, kipato, fursa za kibiashara na kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi yanayotokana na uhifadhi endelevu wa maliasili na maendeleo ya sekta ya utalii. Hivyo ni wajibu wetu sote kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo ya taifa ya kuongeza idadi ya watalii kufikia milioni 8 mwaka 2030 na kuongeza mchango wa sekta yetu ya utalii katika pato la taifa kufikia 20% kama tulivyoelekezwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijahitimisha hotuba yangu, ninapenda kutumia fursa hii kuwakaribisha waheshimiwa wabunge wote kutembelea maonesho yaliyoandaliwa na wizara katika viwanja vya Bunge. Maonesho haya yanatoa fursa ya kujionea mafanikio, huduma, bidhaa na ubunifu mbalimbali unaotekelezwa katika sekta ya maliasili na utalii. Aidha, katika maonyesho haya ipo pia huduma ya tiba ya kudungwa na nyuki ambayo imekuwa ikivutia watu wengi kutokana na manufaa yake mbalimbali kiafya, ikiwemo kuimarisha kinga ya miili yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa unyenyekevu mkubwa ninaomba kutoa shukrani zangu za dhati kwako, kwa waheshimiwa wabunge na Watanzania wote walionifuatilia na kunisikiliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba hii inapatikana pia katika tovuti ya Wizara ya Maliasili na Utalii kama inavyoonekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Asante sana, hoja imetolewa na hoja imeungwa mkono.